Na kwingineko, uchaguzi mdogo eneo bunge la Olkalau umeshuhudia amani kwa kiwango kikubwa, huku maafisa wa polisi wakidumisha usalama katika vituo vyote vya kupiga kura. Eneo la kukagua usalama liliwekwa katika kituo cha Captain Center. Wakati wa alasiri, polisi walirusha vitoza machozi na kuvuruga utulivu katika shule ya msingi ya AC St Joseph na Mumbi. Baadhi ya wakazi walizuia magari kuingia katika vituo vya kupiga kura kwa kushukiwa kuwa na nia mbaya. Wanahabari wawili kutoka gazeti la The Star na runinga ya NTV walipoteza kamera zao wakati wa purukushani hiyo. Hii ni shule ya msingi ya AC, mojawapo ya vituo vikubwa zaidi vya kupigia kura katika eneo bunge la Olkalau, ikiwa na wapiga kura zaidi ya 4,000 waliojiandikisha. Wapiga kura walipanga foleni kwa uvumilivu wakisubiri fursa ya kumpigia kura mgombea wao. Kama vituo vingine vyote vya kupigia kura, maafisa wa polisi waliovaa sare walikuwepo ili kuhakikisha zoezi hilo linafanyika kwa utulivu bila usumbufu. Ukaguzi wa awali uliofanywa na KBC Channel 1 asubuhi ulifichua hali kama hiyo katika shule ya msingi ya Gachwe, shule ya msingi ya St Joseph, shule ya msingi ya Kieni na vituo vingine vya kupigia kura. Maafisa hao wa usalama walikuwa makini kuhakikisha kila kitu kiko shwari. Katika kituo cha Captain kando ya barabara ya Gilgil Olkalau, polisi waliendelea na ukaguzi wao wa usalama kwenye magari yanayoingia na kutoka Olkalau. Baadaye alasiri, hali katika shule ya msingi ya AC, shule ya St Joseph na shule ya msingi ya Mumbi iligeuka kuwa ya vurugu, huku wanaume waliojifunika nyuso katika magari ya Land Cruiser wakipiga risasi hewani na kufyatua mabomu ya vitoa machozi kwa umati wa watu waliokuwa wamekusanyika nje ya vituo vya kupigia kura. I urge the press to continue with their brave work of covering even what is supposed to be hidden. Hii iliwadia baada ya wakazi kuzuia magari kuingia katika vituo vya kupiga kura. Katika rabsha hiyo, mpiga picha wa The Star Enos Teche na mpiga picha wa runinga ya NTV George Kieru walipoteza kamera zao. Hata hivyo, hali ya kawaida ilirejea baada ya watu hao waliokuwa wamejifunika nyuso kuondoka na malori mawili ya maafisa wa GSU kufika ili kurejesha utulivu. Shirika la habari la Nation Media Group na chama cha wahariri nchini wamelaani mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari. Michael Mwandiga, Darubini.